Mike Chalo yuko tayari. Mike Chalo, iwapo unatupata vilivyo, hebu tueleze vijana wanasemaje kuhusiana na msisimko wa vijana katika siasa ambazo tunazishuhudia humu nchini. Naam, asante sana Joash. Kweli kabisa, asubuhi ya leo nimeungana na baadhi ya vijana katika jiji hili ambao watakuwa wananiambia hatima yao ni gani hasa katika siasa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Bila kupoteza muda, tukianza na wewe, mwamko ambao mlikuwa nao na msukumo ambao vijana mlikuwa nao katika kupinga finance bill ya 2024, pengine ilienda wapi na mpango wenu ni gani kama vijana? Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Davis Atancha. Mimi ni mkazi wa Nakuru West. Ningependa kusema kwamba sisi bado tuko na roho na nguvu yetu bado iko, kwa sababu tukiangalia jinsi ambavyo Gen Z tunajipeleka sio kwa ubaya sana. Tunangoja tuone watu ambao watajeka kwa opposition, ambao tutaweza kuchagua waweze kuingia katika kiongozi, kwa sababu pia ukiangalia jinsi ambavyo tunajipendekeza katika hii nchi, Gen Z wengi sio rahisi wasikizwe kwa maoni yao, na tungependa kusema kwamba kwa zile nguvu zenye tuko nazo, ile ya 2024, bado 2025, 2026, hata hii 2027 ikiwa ngumu, kama tutaweza kupata hiyo cheo jinsi ambavyo tunataka, bado tutaingia kwa barabara. Pengine mmeonekana kunyamaza kwa muda wote huo, na jambo lingine ambalo pia linazidi kujidhihirisha wazi ni kuwa vijana wajajitokeza katika kuchukua kura. Maoni yako ni gani kuhusiana na hilo? Katika uchaguzi wa mwaka 2027, pengine vijana watashiriki uchaguzi huu kikamilifu? Naam, tutaingia wote, tutaenda tuchukue kura. We will try our very best, kwa sababu unajua sasa hivi hatuwezi kimbia kwa haraka, kwa sababu bado tunatafuta pesa. Imekuwa ngumu kutafuta kazi hapa na pale, lakini unajua Wakenya sisi ndio wa mwisho katika laini. Tutajipanga vizuri na tutaingia kwa hiyo njia ya kuchukua kura, na bado hatujachoka. Gen Z bado tutasimama kwa barabara. Tunajua mtu mwenye tutaweka chini na ni William Samoei Ruto. Hapo hatuwezi tishika katika njia yoyote. Asante sana. Pengine nikiungana na kijana mwingine, vijana wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kujikusanya na kuweza kutoa pengine kilio na maoni yao, lakini kwa njia moja au nyingine kumekuwa na miswada ya kupinga ama kutaka kudhibiti mitandao ya kijamii. Maoni yako ni gani kuhusiana na hilo? Nashukuru. Kwanza kwa majina naitwa Kennedy Langat, ambaye ni kiongozi wa vijana Nakuru Town West, na pia majaliwa ya Mungu nitakuwa mgombeaji wa kiti kama mwakilishi Nakuru Town West. Na maoni yangu ni kwamba vijana tusionekane kama eti vijana ama jina Gen Z likitajwa eti inaonekana ni kama ni opposition. Gen Z kwanza tulikuwa tumesema kwamba hatuna kiongozi, hatuna ile form, eti lazima tuende mwelekeo huu. So wakati inasemekana hivyo, sisi hatukuwa atipingamizi wa serikali. Upingamizi wetu not necessarily ati ni serikali ama ni specifically ni Ruto tunapinga. Tulikuwa tunapinga uongozi mbaya. So wakati Ruto anaporekebisha mambo yake, wakati alirekebisha 1, 2, 3, kuna wale ambao tayari hatuna shida na yeye sana. Na hata wale viongozi wa opposition wasije wakafikiria eti jina Gen Z tu ni sasa ni supporters wao. It is not like that. Swala la mitandao ya kijamii, pengine kumekuwa na majaribio ya kudhibiti mitandao ya kijamii ambapo vijana wameonekana ndio kama nguzo yao na eneo lao kuu la kuweza kujikusanya na kutoa matakwa yao. Nazungumziaje hilo? Kudhibitiwa kwa mitandao sio jambo ambalo ni la kigeni, na sio jambo ambalo labda haswa ikawa ni jambo ambalo ni la kuvunja watu moyo necessarily, kwa sababu lazima tuwe na kudhibiti. Kila kitu lazima idhibitiwe. Hata barabarani tuko na mwendo kasi, tunadhibiti mwendo. Tunasema kwamba lazima mtu aende labda not above 80 km/h. Kuna mahali unaambiwa 50 km/h. So kudhibiti jambo lile lolote, hata banking sector iko na udhibiti. Kuna regulation ya kudhibiti. Betting iko na zile betting licensing and control board. So lazima kuwe na namna ya kudhibiti kila jambo. So not necessarily kwamba ni negativity. Asante sana. Joash, ndio maoni hayo ya baadhi ya vijana katika jiji hili, na kutoka hapo basi mimi sina la ziada. Usukani kwako. Na shukrani sana Mike Chalo ukitujia mubashara kutoka jiji la Nakuru na kuzungumza na vijana ambao wametoa hisia mseto kuhusiana na namna hivi sasa wanatazamwa na macho mapana kutoka kwa wale ambao ni wakongwe katika masuala ya uongozi na siasa, na ni wataalam pia, na vile vile wale ambao ni chipukizi ambao wanazamia masuala